Historia ya Kasigau inafanuliwa na watu asili wa Kasigau ambao wameishi mlima Kasigau, eneo la Taita Taveta kwa zaidi ya miaka 12,000. Mlima huu ulikuwa kimbilio muhimu wakati wa enzi ya biashara ya utumwa na kipindi cha ukoloni wa Waingereza. Wakasigau ni kundi ndogo la watu wa Taita wanaoishi milimani. Kwa karne nyingi waliishi mlima Kasigau uliotengwa urefu 1640 mita. Wakifaidi hali ya hewa ya mlima na ardhi yenye miamba, walijenga matuta magumu ya kilimo na mifumo ya mapango ambayo yaliwasaidia kukwepa mavamizi, ikiwemo wafanyi biashara na utumwa waliokuwa kwenye njia ya biashara ya gazi Kilimanjaro. Wakati wa vita vya kwanza vya dunia, Wakasigau ikawa eneo la mwanzo kwa sababu ilikuwa karibu na mpaka wa Afrika Mashariki ya Waingereza na Afrika Mashariki ya Wajerumani, ambayo ni Tanzania ya sasa. Mwezi Agosti mwaka 1915, askari wa Kijerumani walifanya shambulio la ghafla kwenye kambi ya kijeshi ya Waingereza iliyokuwa mlimani na kusababisha vifo vingi. Waingereza wakilaumu Wakasigau kwa shambulio hilo na kuwatuhumu kwa uhaini, walijibu kwa nguvu kali. Walichoma nyumba zote za vijiji vya Kasigau na kuua mkuu. Wakiwalaumu Wakasigau wa eneo hilo kwa shambulio hilo na kuwatuhumu kwa uhaini, Waingereza walilipiza kisasi kwa nguvu kali sana. Walichoma nyumba zote katika vijiji vya Kasigau na kumuua mkuu Mwangojilo pamoja na wazee wawili. Waingereza walifukuza kwa nguvu jumuiya nzima ya Kasigau, wakiwatembeza hadi Maungu, kisha wakiwapakia kwenye treli za mizigo hadi Mombasa na kuwafukuza hadi Malindi na Pangani. Jumuiya ilikaa zaidi ya miongo miwili katika kambi hizo, ikiteseka na magonjwa na kukosa makazi kabla ya kuruhusiwa kurudi nyumbani mwisho wa miaka ya 1930. Leo eneo la Kasigau bado limeunganishwa sana na urithi wake wa mababu na juhudi za uhifadhi wa mazingira duniani. Mlima umekuwa kivutio maarufu kwa watalii wa mazingira na wapanda milima, huku vikundi vya wanawake kama Ikonge Basket Weavers vikiendeleza ufundi wa jadi wa kusuka vikapu. Eneo hili pia liko katikati ya sekta ya uchimbaji wa madini ya Taita Taveta. Wakasigau walipitia mateso makubwa. Nyumba zao zilichomwa, kiongozi wao aliuawa, kisha wakahamishwa Malindi kwa miaka 20 lakini leo wanasimama tena, wanalinda misitu yao na kuleta kipato kupitia utalii na ufundi. Kwa kweli watu hawa ni wapiganaji.